Sionei haya Injili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapendwa taifa la Mungu, leo tumekusanyika hapa kwa wingi kuadhimisha mambo mazito yanayolihusu kanisa na taifa. Mwanzo wa adhimisho hili niliwadokeza kwamba leo tarehe 14 mwezi wa 10, sisi kama Watanzania na pia kama Wakristo tunamtukuza Mungu kwa zawadi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa familia, mwana uwaka wa mfano, lakini pia kiongozi wa taifa letu. Ameongoza kwa namna iliyotukuka, akipitia katika vipindi vigumu, lakini amestahimili mpaka mwisho. Na hata baada ya kustaafu kwake ameendelea kuishi imani yake na maadili yaliyompasa kama Mkristo. Pamoja na kuadhimisha hilo la mwalimu, leo wanauwaka kutoka parokia zote 161 za jimbo kuu la Dar es Salaam mna jambo lenu leo. Mmekusanyika hapa kutekeleza utume wenu mahususi wa kuwatunza na kuwawezesha dada wadogo katika utume, katika ufuasi na katika maisha yao ya wakfu. Asanteni kwa kujitokeza kwa wingi. Baadaye nitawashukuru kwa majitoleo yenu, lakini nisiwahi. Tasikia kwanza, alafu ndio niwashukuru. Tunapoadhimisha hayo, leo tunaongozwa na kuangazwa na neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo linapaswa kutusindikiza, kutujenga na kutuongoza, kwa sababu ni utashi wa Mungu mwenyewe kwamba tutembee kama watu wake. Katika somo la kwanza tumekutana na Mtume Paulo, mwalimu. Jadi inasema kwamba Paulo alikuwa mtu wa kimo kidogo, lakini hakuwa mfupi kimawazo, kinidhamu au kimsimamo. Alikuwa thabiti, na hilo linajitokeza hata katika somo tulilosikia leo kutoka sura ya 1 ya barua yake kwa Warumi. Anasema, mimi sionei haya Injili,
na hilo ni jambo zito. Ndugu zangu, Injili ni habari njema. Habari njema ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aliyeteswa, aliyekufa na aliyefufuka. Kwa hiyo tunapaswa kuiishi na kuishuhudia. Hatupaswi kuichukulia kilele mama, bali kuitafsiri katika mwenendo, katika maisha, katika vipaumbele, katika mitazamo yetu. Kwa bahati mbaya, wako wasiofanana na Paulo. Wako ambao wanadhani unaweza ukawa Mkristo lakini ukabangaiza tu. Ukawa Mkristo lakini ukajiendea kivyako tu. Ukristo wa namna hiyo ni mithili ya upagani. Nasi hatukuitwa kusudi tuzubae tu. Tumeitwa tuwe thabiti katika imani, tuwe thabiti katika maadili, tuwe thabiti katika msimamo na mwelekeo. Kwa hiyo, kama wapo miongoni wenu wa Kristo wenzangu ambao mpo tu kuhusu msimamo wenu juu ya Injili na mafundisho ya Kristo, amkeni, zindukeni. Acheni kuridhika na maisha haidhuru, maisha yasiyobeba hadhi, uzito wala utukufu. Katika somo la Injili tumekutana na Yesu anayefundisha. Na huyu Yesu ni Mwokozi wa wote. Leo tumesikia kwamba amekaribishwa nyumbani kwa Farisayo. Na mkisoma Injili vizuri, mtakuta kwamba kwa asilimia kubwa Mafarisayo walikuwa ni wahasimu wa Yesu. Ila msisahau kwamba Mafarisayo hawakuwa wahuni. Mafarisayo walikuwa ni magwiji wa dini, walimu wa imani. Lakini katika wasifu wao huo kama viongozi wa dini na walimu wa imani, walidhani kwamba Yesu ni kikwazo. Kwa hiyo wakajipanga kumpinga. Leo Farisayo mmojawapo amethubutu kumkaribisha nyumbani kwake ampe chakula. Lakini anapomkaribisha bado anaendelea kumdadisi. Je, huyu mwalimu ni kweli anastahili kutambulika kama mwalimu au ni geresha tu? Na akaona kwamba kuna jambo ambalo amezembea. Amekula bila kunawa. Hata sisi tunapenda kunawa kabla ya kula eti. Lakini kwani ni nani amesema kabla ya kuingia pale kwake hajanawa?
ni lazima anawe pale pale. Sasa Yesu anatoa fundisho: usimhukumu mtu kwa vigezo vya nje tu. Thamani ya mtu inapatikana katika vipaumbele, fadhila, sifa na msimamo wake wa maisha. Na hivyo vya nje ni madokezo tu. Kwa hiyo Yesu anatufundisha tuweke sawa mambo yetu ya ndani, tujipange vizuri kusudi maisha yetu ya muenzi na ya mtukuze Mungu, maisha yetu yamtumikie na kumtangaza Mungu. Sasa ndugu zangu, huo ni wito leo kwenu wanaume wa Katoliki. Sisemi wake zenu ambao mmekuja nao, maana wao tulishawapa dozi yao siku walipoadhimisha utume wao kule seminarini. Leo ni ya kwenu. Lakini na wao basi wasitoke bure, watoke na kitu. Wote tunaotekeleza utume huu tujipange matendo yetu, vipaumbele vyetu, mwelekeo wetu umtumikie na kumtukuza Mungu. Sababu na hayo, naomba mtambue pia kwamba leo tunapoadhimisha siku ya Mwalimu Nyerere, tunapomkumbuka baba wa taifa, tunatafakari pia juu ya nchi yetu na usitawi wa Tanzania kwa ujumla wao. Tunatafakari katika nchi yetu katika historia yake na masuala ya uchaguzi mkuu. Ndugu zangu, tukio la uchaguzi mkuu ni tukio la kikatiba, kwani hapo ndipo wananchi hutegemewa kuwapa waliowachagua dhamana ya kutawala na kuongoza nchi. Ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweka wazi kuwa mamlaka ya nchi yamo chini ya wananchi na serikali huwajibika kwa wananchi. Serikali ikiwa na wajibu wa kulea na kuleta usitawi wa watu wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Tume ya Haki na Amani ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambayo ninaiongoza, kwa kulitazama tukio la uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025, inasikitishwa na hali inayoendelea bila kusitishwa ya kupotea na kutekwa watu. Utekaji huu unaonekana unaendeshwa kwa mpango wa kikundi maalum ambacho kinatekeleza uovu huu sehemu mbalimbali za nchi yetu.
Utekaji huu umepelekea ulinzi wa haki ya uhai, ambayo ni haki ya msingi, kupotea, kwani hatusikii walio hapa kulinda uhai wa Watanzania kulaani au kukomesha huu utekaji na kutoweka kwa watu. Ni takriban zaidi ya miaka miwili matukio haya yamezidi kukithiri na kuwafanya Watanzania wajiulize, iweje watekaji hawa wawe na nguvu kuliko vyombo vya ulinzi wa watu na kuliko wale wenye mamlaka ya kuwaletea watu matumaini ya kuishi na usitawi wake. Dalili za kukomesha utekaji hazionekani, wala hatusikii kulaaniwa kwa matukio hayo. Ikumbukwe kuwa uhai wa kila mwanadamu unadhihirisha utukufu wa Mungu. Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mwanadamu ni kiumbe wa pekee ambaye hakuna mwenye haki au mamlaka ya kumwondolea uhai wake. Kazi ya serikali ni kulinda uhai wa kila mwanadamu. Kwa mujibu wa ibara ya 14 ya Katiba ya Tanzania, kila mtu ana haki msingi ya uhai wake na kuhakikishiwa kuwa haki hii inalindwa kwa gharama zozote zile. Askofu, tunataka serikali kuhakikishia raia na watu wote usalama wa haki ya uhai wa kila mtu bila ubaguzi wowote. Uchaguzi mkuu una maana tu endapo watu wanapata viongozi wenye kulinda na wenye kutetea uhai. Wagombea wa vyama na vyama vyao kwa mujibu wa ibara ya 3 na ya 5 walipaswa kuonyesha uwezo na moyo wa kuwashinda watekaji na wauaji. Sheria zipo zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia wahalifu. Kwa nini basi waliopotea na kutekwa hawapatikani mahabusu? Tunaitaka serikali izingatie kanuni ya utawala wa sheria na kuheshimu kimatendo haki ya msingi ya kila mwanadamu. Kuelekea uchaguzi mkuu, tunawaomba raia wote kuongozwa na dhamiri iliyo safi, iliyo hai na yenye kuongozwa na ukweli halisi, wenye kuzingatia hofu ya Mungu, utu wa mtu, historia nzuri ya taifa letu, umoja na mshikamano wa taifa letu. Dhamiri hai na safi yenye kufanya maamuzi sahihi, kuzingatia hofu ya Mungu na utu wa mtu kama Mungu alivyouwakilisha kwenye dhamiri yake. Na hivyo dhamiri hii ni mahali pa kila mwanadamu kupima na kufanya maamuzi yanayobeba hadhi ya utu na kuwajibika kwake mbele ya Mungu.
Mpiga kura na mpigiwa kura mnaalikwa kuheshimu dhamiri juu ya suala hili la uchaguzi mkuu. Usirubuniwe kwa vitisho wala kwa rushwa. Usirubuniwe kwa namna yoyote ile. Tunaiomba serikali na wale wenye mawazo tofauti ya masuala ya uchaguzi muongozwe na utamaduni wa kuwa na mazungumzano katika kutekeleza haki msingi za kisiasa kadiri ya ibara ya 21, ambapo kila raia ana haki hizo. Wanasiasa kupitia vyama na serikali zungumze, wahakikishieni watu haki zao. Nguvu ya wananchi iko kwenye hoja, sio kwenye mabavu na hila. Serikali kupuuza wanaolalamika si afya wala tija kwa taifa letu. Wakati uliokubalika kuzungumza ni sasa, na wala hamjachelewa. Hatuchelewi kujisahihisha wala kutenda mema. Barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 6 mstari wa 2. Tunaiomba serikali iwasikilize raia wenye malalamiko yao ya haki zao za kisiasa. Unyenyekevu mbele ya raia hujengeka kwenye ukweli na uwazi. Kiongozi wa watu akiwa mnyenyekevu ni mkweli na anaaminika na watu wote. Tukumbuke kuwa historia ya uchaguzi katika nchi yetu kuanzia mwaka 1962 mpaka 2015 zilithibitika kuwa ziliaminika na viongozi wakapatikana kutokana na chaguzi hizo, hata kama zilikuwa na mapungufu yake. Ninawatakieni uchaguzi mkuu wa haki, wa ukweli, wa uhuru na wa kuaminika mwaka huu wa 2025. Mahujaji wa matumaini. Jubilei 2025.